Kwa nini mimi naongelea miguu? Si ndio eh? Sasa ngoja nikuonyeshe kama naongea na maanisha kutoka mdomoni kwangu mimi mke wako. Nafanya kwa vitendo. Ili mara pili nitakachokuwa nakwambia huo unafanya kwa wakati. Unanielewa? Nimemaliza. Sikiliza basi, usifanye kwanza hivyo. Wewe Amina. Ami. Hey. Sasa mambo gani haya unafanya wewe mwanamke? Yaani wewe sikiliza mke wangu, mimi nakupenda na kuheshimu na kujali mke wangu, na ndio maana unafanya haya yote. Wewe fungua mlango, mimi nije huko tukae kwanza tuzungumze, sawa mama eh? Ami. Ami. Jesami, kinachonishangaza ni usiku huu kuwepo hapa, alafu kiwa katika hiyo hali. Unajua, nikiangalia mtaa wetu huu si sehemu salama sana kwa usiku. Watu wengi wamekuwa wakiumizwa, wakipigwa. Sijajua ni nini kimekusibu mpaka sasa hivi unakuja hapa usiku. Mke wangu amegoma kunifungulia mlango. Shida ni nini? Nimetoka kazini usiku huu. Nimechoka. Nimekutana na mahangaiko mengi sana. Matatizo mengi ya wateja wetu kama unavyojua kazi zetu. Naenda nyumbani ili niweze kupumzika. Mke wangu fungua. Nimefika sasa, baba mwenye nyumba fungua mlango. Anafungua dirisha baada ya kutufungulia mlango. Sasa namwambia unafunguaje dirisha huko, mimi napitaje huko dirishani? Bwana, hapa huwezi kupita mpaka nione udongo. Leta udongo, nione udongo ulioleta ndio nifungue mlango. La sivyo rudi ulikotoka. Nikamwambia wewe saizi mimi udongo natoa wapi? Fungua mlango kwanza mimi nilale. Sasa wewe ukigoma kufungua mlango mimi nitalala wapi? Kalale ulikopeleka udongo. Jamani, wote waliooa wako hivi. Mimi nikaona sina jinsi. Bora nije kwako ndugu yangu ili sasa wewe ndio uweze kunisaidia. Pole sana kaka. Unajua siku zote mimi nakwambia Jesawe, ninavyokuwa na rafiki yangu nazidi kukonda ni kwa sababu ya hizo hikaika zako ambazo unazopitia. Lakini mimi hicho hakiniumizi zaidi. Kinachoniumiza zaidi kama nilivyosema hapo awali kwamba nikukuona ukiwa hapa sasa hivi. Na kingine Jesawe, mimi siwezi kusema kama shemeji ni mbaya sana au shemeji yuko sahihi, kwa sababu mapenzi ni ya wawili na hawezi kuingilia kama mapenzi ya watu. Siri ya mtungi anajua kata peke yake. Ninachotaka tu kutia moyo kwamba kuwa mvumilivu kama tulivyoongea asubuhi. Nilikwambia ujikaze kama mtoto wa kiume. Lakini kwa mfano kama akijua shemeji umelala hapa, hatuwezi kuongeza tatizo jingine ikaleta shida kwa upande wako pia. Mwendesha, sasa kipi bora? Nilale pale nje nikeshe pale napigwa na mbu nipate magonjwa, au niende nikalale lodge kwa kwenye nyumba za kulala wageni? Naweza nikafanya hivyo, lakini hapo ndo nitaongeza tatizo zaidi ya tatizo. Tena zaidi ya hayo unayoyafikiria wewe. Kwa sababu yule mwanamke hataamini nimeenda kulala na mwanamke mwingine kule ndani. Hataamini kwamba nimelala peke yangu kwa sababu za matatizo yake yeye mwenyewe. Na hapo ndipo nitakapoongeza tatizo ambalo siwezi kulitatua kirahisi rahisi. Mimi naona ni bora nilale kwako, kwa sababu atakapokuja hapa atajua kwamba nimelala kwa ndugu yangu na wewe anakufahamu. Sawa. Mimi nafikiri tutalala hapa. Hayo mengine sasa ushapambazuka, tutajua kwamba ni namna gani tunaweza tukalisolve. Lakini pia kuhusu masuala ya chakula sasa, mimi tayari nimeshakula.
kama ulitoka ujala sijui itakuwaje, lakini isiwe shida sana. Unga upo, lakini pia jiko lipo. Kuna vimboga kidogo nilibakiza, kwa kama utajisikia vibaya sana unaweza ukarekebisha. Unaweza kuingia saizi. Haina shida, karibu. Bwana, mimi nikushukuru sana umedhihirisha maana halisi ya urafiki wenye ukweli na upendo wa dhati ndani yake. Maana bila wewe sijui ubavu wangu ningeweka wapi usiku mzima. Basi mimi naomba nikuache. Wanajisana, nafahamu kabisa kwamba wewe ni rafiki zaidi ya ndugu. Mimi siwezi kukuacha ukaangamia. Kama utapata na changamoto yoyote, karibu tena, hapa ni nyumbani. Hata kama sipo, nipigie tu simu bana, nahitaji kupumzika. Mimi na wewe hatuwezi kupata shida. Basi sawa, mimi ngoja nielekee nyumbani pale nikamalizane na yule mtu, nijiandae pia nielekee kijiweni. Sawa, kwa sababu kumekucha na mimi hapa na kujiandaa. Hivyo mume wangu, una akili kweli wewe? Mkwako zinatosha? Yaani unaacha kulala kwako, unakuja kulala kwa mwanaume mwenzio. Mimi nalala mwenyewe kama nalala pikipiki yako kweli? Hivyo mimi unanichukuliaje labda? Unaambia koko takataka Basi njoo mjali mtoto wako, mthamini mwanao. Mimi niache, lakini vyote hivyo huwezi kufanya. Hivyo ni mwanaume design gani wewe? Unajua na kama natafakari ni usiku mzima mmelala huko ndani, mmejifunika shuka moja, mmekaa mnageuzana tu matako. Nyinyi wawili. I say, yani wewe mwanaume mimi unanichosha. Shemeji, unajua sasa unataka kuvuka mipaka. Kwanza umekosea, umeingia tu ghafla bila hata salamu. Baada ya kutusalimia kwanza ili tujue nini ambacho cha kufanya, unafika hapa unaanza kusema maneno. Wewe unajua kama unakosea, alafu unazungumza maneno machafu. Kumekucha, kumepambazuka, watu wanapita hapa wanasikiliza. Unaniambia mimi na rafiki yangu tumelala tumejifunika shuka moja, tumegeuziana matako. Tafakari yake ni nini? Hebu mimi nikuombe tu kitu kimoja. Hayo maneno nipaswa umchukue mume wako, umpeleke nyumbani kwako, mkayazungumze hayo maneno, na sio hapa. Hapa sio sehemu sahihi kabisa ya kuzungumza maneno kama hayo. Ungekuwa na heshima, ungefanya hivyo nililokuwa nakwambia. Bwana, mimi sijakufuata wewe, nimemfuata huyu ambaye hajielewi kwa lolote. Anamwacha mke wake nyumbani na mapikipiki yake kule, anakuja kulala na wewe huko. Anamaanisha nini? Basi sawa mke wangu, haina shida. Twende tukaongelee nyumbani. Haya ni masuala ya kifamilia tu. Basi nafikiri tutawasiliana. Tuongelee nyumbani? Ungetaka hayo ungekuja nyumbani mapema kabla mimi kufika hapa. Sasa tunazungumzia hapa hapa. Yaani unaniacha mimi nyumbani kule mwenyewe. Na wewe shemeji, unamshauri kabisa mume wangu tulala hapa si nini. Usiku mzima mnajifunika shuka moja. Mimi sielewi au kuna kitu kinaendelea ambacho mimi sikijui. Shemeji, sasa unakuelekea unataka kuvuka mipaka. Si umenielewa vizuri? Huwezi kuongea maneno hayo hapa. Alafu uangalie kwanza unayemwambia ni nani. Unatudhalilisha, si ndio? Hivi ngoja nikuulize. Unamaanisha kwamba tulikuwa tunafanya nini? Yaani mimi nishindwe kumhifadhi rafiki yangu kwa sababu ya matatizo yenu ya kijinga? Amekuja ameninia shida, lazima nimhifadhi. Unafikiri kwamba huyo angeenda wapi? Pengine kama angepoteza maisha. Alafu bila kufikiria kabisa unakuja unaanza kusema maneno ya kipuzi kama hayo. Sasa tunakoelekea shemeji, nakwambia hivi, nitakupiga. Sijui manielewa vizuri. Tunakoelekea nitakupiga. Mwendesha. Hebu subiri kwanza Jesau. Naomba unisikilize kwa makini. Huyu mke wako sasa anataka kutuzoea.
Kama amekuzoea wewe hivyo, sio mpaka na mimi aniingize kwenye mambo yenu, si ndio? Sasa mbona nisikilize. Nisikilize, unavunja utaratibu. Yes, unisikilize. Sivunje utaratibu. Ila ninachotaka kumwambia mwanamke anataka hivi. Umemwona vizuri alivyosema? Wewe ulijielewa vizuri ulivyoniambia nivumilie. Sawa. Hivi mimi na anaweza katuambia maneno kama hayo. Yaani watu kabisa wanapita hapa mbele wanasema kama wanaume mageuziana matako. Utafikiria yake ni nini? Kama sio puza nao leta huyo. Mimi nitakupiga. Wewe sikiliza. Huyu ni mke wangu. Na hiki unachokiona hapa ndio kile ulichoniambia wewe kwamba mimi natakiwa kukivumilia. Ndio hiki sasa. Sasa kama ulikuwa mwepesi katika kushauri lakini mzito katika kutenda, ndo haya. Uliniambia kwamba nitumie hekima, busara, maarifa, nitulize akili, nisitumie hasira, lakini nashangaa wewe unataka kuwa msaliti wa maneno yako. Why? Kwa kauli yake aliyoisema mimi hata kidogo. Huyu hana kauli yoyote ile nzuri ambayo hata mimi wao inanifurahisha. Ni hivi, lakini nayavumilia. Sasa wewe kwa nini unataka kuvumilia? Sasa ni wewe na mimi sasa. Mimi ni nani kwake? Na kuuliza je sawa? Wewe ni shemeji yake, mimi ni mume wake. Kwa hiyo yaache. Usiendelee kunichefua. Kauli yangu ni kwamba nitampiga tena, nitampiga kweli. Hivyo ngoja. Wewe unachukuliaje mimi? Subiri basi kwanza. Unanichukuliaje wewe? Tulia basi kwanza mwendesha. Unapandishaje hasira kwa mke wangu? Ngoja kwanza wewe. Sawa. Mimi ni mwendesha, nitabaki kuwa kama mwendesha. Mazoea yako na Jesau sio mimi. Wewe tulia, sikiliza. Yule ni mke wangu na atabaki kuwa mke wangu. Sio unapandisha hasira sasa unataka ukampige. Yule unavyomwangalia unaweza kumpiga wapi yule? Hebu muangalie vizuri. Unampiga wapi yule? Sasa unataka uniambie kwamba nikakuonyesha nitakapompiga. Wewe mwendesha wewe. Huyu ni mke baba. Huyu ni mke. Wewe ndio ulikuwa jana umezungumza hapa kama mwanafalsafa. Mwanasaikolojia ambaye umebobea vitabu vyote umemaliza. Lakini leo machache tu mawili aliyoyatoa huyu yamekushinda. Mimi nakutana nayo kutwa nzima. Yaani nikirudi tu nyumbani, hiyo ndo chai, ndo chakula cha mchana, ndo kila kitu. Kwa wacha tuendelee kuvumilia. Sasa mke wangu, sisi tuondoke. Yaani mimi siondoki. Nataka unisikilize kwanza, nataka kuongea nini. Yaani wewe ungekuwa na busara, wewe na rafiki yako, msingeshauri ujinga wewe kulala hapa. Mimi nabaki nyumbani na aliona mbu kula nafanya kuendelea jumba. Au usiku ningeumwa. Jamani. Wewe mwanamke, wewe una shida gani? Ndio maana nimekwambia amekuja kwa shari na sio kwa wema. Si umeelewa vizuri? Wewe ni mpumbavu. Naendelea kufanyia wewe huyo. Yaani kamekuja nyumbani kwangu. Si upumbavu kabisa huo. Choni kuia Mungu sasa hivi. Bwana Jesau unaniumiza. Niachie bwana, niachie. Wifi, unamwona kaka yako anavyonifanyia? Yaani ananidalisha mimi kule barabarani, kataka kunipiga. Jana kwenye ndani hajalala, ndio kumchukua rafiki yake. Anachonifanyia mimi kweli wifi. Pole wifi yangu. Nyamaza na usijali, sawa? Nyamaza. Hiyo tabia ya kulala nje, umeianza lini mdogo wangu? Na kwa nini unamfanyia hivyo mke wako? Hivyo unachomfanyia sio kitu sahihi. Unapita naye kwa mtaani, unambuuza namna hii, kweli mdogo wangu? Sasa wewe unajua amefanya nini huyu? Unajua ni mangapi ambayo amenitenda huyu mpaka hivi? Hata kama kafanya, ulitoka umshike na muongee vizuri, mje naye nyumbani. Yaani ulali nje, upite kwa barabarani unamtukana, uje unambuuza, akusikilize kweli? Mbona unafanya hivyo wewe? Hivi kila siku mimi nije katika hii nyumbani, kila siku vikao. Ndio maisha mnaishi kila siku haya kweli? Mnanichosha. Ni unafanya hivyo kwa sababu mama na baba hawapo au ni nini? Mbona kipindi walivyokuwa hapo ulikuwa ufanye hivyo? Unanichosha. Embadilika. Kwa dada unanionea, si ndio? Ina maana mimi sipasi kuzungumza. Mimi sipasi kujitetea, siwezi kueleza kilichotokea. Wifi, wewe nenda ndani. Mimi nitazungumza naye.
Hapana wifi, mimi singine ni mpaka niombe msamaha. Jinsalu, nadhani umesikia. Fanya haraka. Dada, yaani mimi nikamwomba nipige magoti? Unanipanda kichwani, si ndio? Yaani mimi kijiweni kule unajua mimi ndio Jesalu kabisa, nikapige magoti, sina kosa. Changamka, fanya haraka. Changamka. Mke wangu, naomba unisamehe, tusameheane, tuwe na amani na furaha ndani ya nyumba yetu. Tuishi kwa uvumilivu. Univumilie nikuvumilie, tusameheane kwa shida na raha. Sawa? Na mimi nimekusamehe, natumaini tutasameheana. Mimi nataka upaka unikusamehe, unipigie magoti hapo. Fanya haraka, piga magoti. Ami mke wangu, mama Kijacho, mke wangu mzuri mrembo, nakupenda sana. Naomba unisamehe kwa yote yaliyotokea, mimi kukudhalilisha barabarani wakati najua wewe ni mjamzito. Nimekuwa mwanaume mjinga kweli, hapo sikutumia akili, lakini naomba unisamehe mimi mke wangu, na kuahidi kuanzia sasa halitajirudia. Sitokudhalilisha popote, sitakufokea, na kama ni udongo nitakuletea kila leo, kila siku. Nitakuwa sikukosei. Nakupenda sana mke wangu kwa naomba uniwie radhi. Unaona ulivyo mzuri Nisamehe. Nimekusamehe. Umenisamehe? Kweli? Kweli. Asante sana mke wangu. Sawa. Hivi kile alichokiongea mke wako ni cha kweli? Ni nusu kwa nusu. Baadhi amezungumza ukweli mtupu, lakini mengine ni uongo kabisa. Hakuna lolote lile alizungumza hapo la kweli. Je, ni kweli wewe jana ukulala hapa ndani? Ya, ndio. Na hiyo tabia umeanza lini mdogo wangu? Dada, hiyo tabia nimeanza jana, na sababu ni yeye mwenyewe. Mimi nimetoka hapa asubuhi jana naenda kazini, akanipigia simu kwamba anahitaji udongo ambao siku zote ndo huwa anautumia, na mimi nikafanya hima nikamletea. Sasa nimefika hapa kanigeuka tena, sijakuagiza udongo huu, nilitaka udongo mweupe, wewe umeleta udongo mwekundu, si uhitaji. Kaongea maneno mengi ya kashfa, akaona haitoshi kanipiga na ule udongo. Nikasema hii nini sasa? Kaondoka kaingia ndani, na kabla ya hapo akasisitiza, utakaporudi hapa jioni usije bila udongo. Mimi nikaondoka, nimerudi usiku hapa nimechoka, baada ya kwenda kupaki pikipiki kule. Nimerudi nyumbani, nagonga mlango hafungui, badala yake kafungua dirisha. Namuuliza, sasa bwana vipi, mbona unifungulii mlango nafungua dirisha? Ananiambia utalala huko huko ulikokuwa, hapa huwezi kulala. Dada, kweli nimejaribu kubembeleza kila njia unayojua wewe, kila neno zuri nimemtamkia jana, lakini amekataa. Sasa ningekubali kupigwa na mbu hapa, au ningeenda kulala kwenye mifereji huko? Ndio maana nikaona bora niende nikapumzike kwa rafiki yangu. Hapo unaponiona tangu asubuhi jana nilivyoamka asubuhi mpaka dakika hii sijaoga, sijabadilisha nguo. Hivi unavyoniona hapa. Na ndio maana kuna wakati alikuwa anasema unanuka. Wakati anajua kabisa sijaoga tangu jana asubuhi. Kwa hali hiyo mdogo wangu unaoniambia, hii hali ya mke wako ishakuwa ni mbaya. Hapa ninachokiona mimi, inabidi sasa hivi miezi yake yote iliyobakia hii nimchukue niende naye nyumbani kwangu, nikakae naye mpaka muda wake kufika wa kujifungua. Basi akishajifungua utakuja umchukue urudi naye nyumbani kwako. Dada, kumchukua nani? Sasa kinachokuchekesha nini? Itapendeza kama atakubali, nitashukuru, lakini nakuhakikishia kwa 100%, akikubali hilo swala, akikubali hilo, mimi sio Jesalu. Nisikilize nikwambie, mimi leo hapa niko siku nzima hapa kwako kwa ajili ya kuongea na wewe mke wako, na uamini usiamini, mke wako mimi jioni naondoka naye naenda naye nyumbani kwangu, na atakubali bila ubishi.